Naam, mkereketo wa lugha ujambo mahali ulipo. Jina langu ni Ustadh Kakamnai kama ilivyo ada, na hewani ni kipindi Uketo wa Kiswahili, na kwenye mdahalo wetu ningependa tuweze kuangazia suala la sarufi, na kwenye sarufi ningependa tuangalie matumizi ya neno kwa. Kumbuka kwamba kuwa ni mojawapo ya maneno ambayo yanaangaziwa mara nyingi sana na kazi ya mtalaa wa kidato cha pili na kidato cha nne, na utapata kwamba mara nyingi neno hili kuwa huwa lina matumizi mengi tu, mojawapo ikiwepo kwamba kuwa hutumiwa kuonyesha sababu au nia. Kwa mfano, mara nyingi kwenye sentensi, unapopewa sentensi kama vile Mangwasha alimfokea Mrima. Mangwasha alimfokea Mrima kwa kuchelewa kufika nyumbani. Basi pale tunaposema kwamba alimfokea Mrima kwa kuchelewa kufika Kiamboni ama nyumbani, basi utapata kwamba neno ilikuwa litakuwa limetumika kuonyesha sababu mbona Mrima alifokewa na Mangwasha. Tunajua kwamba Mangwasha ni mojawapo ya wahusika wanaoangaziwa sana, ni mhusika mkuu kwenye riwaya Nguza Jadi. Kwa hivyo ukisema kwamba Mangwasha amemfokea Mrima kwa kuchelewa kufika nyumbani, basi unaweka bayana matumizi ya kwamba kwa inalenga kuonyesha namna au kunradhi, sababu katika sentensi hiyo. Kuwa pia huenda ikatumika katika sentensi kuonyesha kifaa au ala, ama ukipenda chombo kilichotumiwa kufanyia kazi. Kwa mfano, ukisema kwamba Sagilu alimvutia Mangwasha kwa hela. Sagilu alimvutia Mangwasha kwa hela. Hela tunajua kwamba ni daraima, pia ni njenje ama ngwenje. Kwa hivyo unaposema kwamba Sagilu alimvutia Mangwasha kwa hela, basi hela itakuwa kama kifaa ama chombo kinachotumiwa kutekeleza kazi fulani. Tunajua kwamba Sagilu ni babake Mashauri kwenye riwaya, na tunajua kwamba Sagilu ndiye babake Mashauri na ndiye mpenzi wa kando wa mhusika Sihaba kwenye riwaya ya Nguza Jadi. Kwa hivyo tunaposema kwamba alimvutia Mangwasha kwa hela, basi tunaonyesha kwamba hela kimekuwa kama chambo cha kumvutia Mangwasha. Kwa hivyo tunaweza sema pia kwa inatumika kuonyesha chombo au kifaa kinachotumiwa kufanyia kazi. Jambo jingine ambalo ningependa pia kuweka bayana ni kwamba kwa pia hutumika kuonyesha nini? Hutumika kuonyesha mahali. Mara nyingi mahali ambayo inarejelewa kwenye muktadha huu ni mahali ambapo inahusika na mhusika ama na mtu ama binadamu. Kwa mfano, ukisema kwamba Sihaba alienda kwa Lonare. Sihaba alienda kwa Lonare. Basi kwa inahusishwa na Lonare. Na kwa hivyo itakuwa imetumika kuonyesha mahali katika muktadha wa sentensi hii. Vile vile, neno kwa huweza pia kutumiwa kuonyesha umilikaji wa kitu. Kwa hivyo kinapotumika, hutumika kama kivumishi kimilikishi. Unapotumia vimilikishi, kwa mfano kimilikishi cha nafsi ya kwanza umoja angu, ama kimilikishi cha nafsi ya pili umoja ake, ama kimilikishi cha nafsi ya tatu wingi au, utaona kwamba au kinaweza kikaambatanishwa na kwa, tukawa na maneno kama kwangu kwa nafsi ya kwanza, kwake kwa nafsi ya pili na kwao kwa nafsi ya
tatu. Kwa hivyo namna vimilikishi hivi vitakavyotumika kuwakilisha dhana mbalimbali za umilikaji na nafsi mbalimbali, basi ni matumizi ya kwa kuonyesha kimilikishi. Kwa mfano maneno kama kwangu, kwake na kwao. Kwa hivyo imetumika kuonyesha kimilikishi katika muktadha wa sentensi hii. Jambo jingine ambalo ningependa pia kuweka dhahiri ni kwamba kuwa pia wakati mwingine inaweza ikatumika kuuliza swali ama kujibu swali. Unaposema kwa mfano, kwa nini umechelewa? Kwa nini umemwadhibu? Mara nyingi unapotumia kwa kuuliza swali, mara nyingi swali ambalo linaanza kwa neno kwa, basi jibu lake nalo linachukua neno kwa. Kwa hivyo, kwa nini umechelewa? Kwa sababu nilikuwa maskanini ama kwa sababu nilikuwa manzilini. Tunajua maskani ni chengoni ama kiamboni. Kwa hivyo, utafahamu kwamba mpenzi msikilizaji kwamba unapotumia neno hili kwa, unaweza tumia kwa kuuliza ama kujibu swali. Kwa pia jambo jingine ni vyema tuelewe kwamba inatumika kama kivumishi cha aunganifu katika ngeli ya pa, kumu, ku, ama katika ngeli ama katika nomino za vitenzi jina. Kwa mfano, ukisema kwamba kupotea kwa Lonare kuliwatia Waketwa kwenye mahangaiko. Ama useme kwamba kupotea kwa Lonare kuliwatia wafuasi wake kihoro. Tunajua kwamba kihoro ni Jakamoyo, ni Jitimai. Sijui kama unanielewa mpenzi wa lugha. Kwa hivyo unapotumia neno kwa pale, kupotea kwa Lonare. Tunajua kwamba Lonare alikuwa yule kiongozi wa Kiketwa kwenye riwaya ya Nguza Jadi. Kwa hivyo kwa itatumika kama kivumishi cha unganifu. Kuna kitu kingine ambacho ningependa kuweka pia wazi ni kwamba unapoitumia kwa, unaweza tumia kwa kuonyesha nini? Namna au jinsi. Kwa hivyo inaambatanishwa na vielezi vya nini? Vielezi vya nafsi. Vielezi vya nafsi. Kwa hivyo unaposema kwa mfano alimbeba kwa hasira ama aliubeba kama ni mzigo kwa mfano kwa hasira. Kwa hivyo unapoambatanisha nomino hasira na kwa, ndipo iunde kielezi cha mahali, utakuwa umetumia neno hili kuonyesha nini? Kuonyesha namna ama ukipenda kuonyesha jinsi. Kwa hivyo kwa maneno mengine itakuwa imefanya kazi ya chagizo. Tunajua kwamba umuhimu wa chagizo katika sentensi una umuhimu mkubwa sana na unajenga taswira fulani. Chagizo inaweka taswira ama picha ya kielezi katika sentensi yoyote ile. Jambo jingine ambalo ningependa kuweka wazi kuhusiana na matumizi ya neno hili ni kwamba neno hili kwa pia linaweza likatumika kwenye baadhi ya semi. Kwa mfano ukisema kwamba Waketwa waliandamana ana kwa ana ama waliketi sako kwa bako. Sako kwa bako, ana kwa ana, kwa itakuwa imetumika katika semi. Kwa hivyo mkereketo mahali ulipo, naomba ujisajili kwenye kipindi hiki, Uketo wa Kiswahili, kipindi ambacho mara nyingi kinakuja hewani ili kukujuza kuhusu fasihi ya Kiswahili, sarufi ya Kiswahili, na pia kinakujuza zaidi kuhusiana na nini? Kuhusiana na masuala ya uandishi wa Kiswahili. Mara nyingi sana utapata kipindi hiki kikienda pia hewani kwenye mtandao wa Facebook ambapo utanipata mie Ustadh Kaka Munai kama ilivyo ada, na kwenye mtandao wa TikTok naomba ujisajili, na kwenye mtandao huu wa YouTube. Kwa hivyo
naomba kwamba uweze kufinya kidude hapo chini ili kuweza kujisajili. Jina langu ni Ustadh Kakamnai. Tutaangazia leo jioni mida ya saa thenashara ama saa 12, ni saa thenashara ya magharibi. Tutakuwa papa hapa kukujuza kuhusu fasihi na tutaangazia mbinu ya kinaya kwenye riwaya ya Nguza Jadi. Niite Kakamnai kama ilivyo ada.